Umewahi kuhisi mtu wako wa karibu hafurahii maendeleo yako? Ukweli mchungu ni huu. Adui yako mkubwa analala, anakula na kucheka na wewe kila siku. Leo nakupa ishara 8 zinazokuambia umezungukwa na watu wanaotaka kukuona ukishindwa, lakini na kuahidi. Ishara ya 6 itakushtua sana kwa sababu tayari imesha kutokea. Kabla sijavunja hizo siri, gusa like, subscribe na washa kengele usio unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Twende kazi. Ishara ya kwanza, kubeza na kuchukulia poa mafanikio yako madogo madogo. Ishara ya kwanza ya mtu anayetaka uanguke ni jinsi anavyopokea habari zako nzuri. Utamwambia, bro, nimepata faida ya 50,000 kwenye biashara yangu leo. Badala ya kufurahi, atakwambia, 50,000 tu, mbona watu wanapata mamilioni? Watu hawa hutumia kile tunachokiita psychological downplaying. Wanataka kukuaminisha kuwa hatua uliopiga ni ya kawaida sana au ni bahati tu na sio uwezo wako. Lengo lao la siri ni kuua ile motivation yako. Wakiona unasherehekea ushindi mdogo, inawaumiza kwa sababu wanajua huo ushindi mdogo ndio unazaa ushindi mkubwa. Mtu anayekupenda kweli atasherehekea na wewe hata kama umepata faida ya shilingi 100. Ishara ya pili, wanakupa ushauri wa kukukatisha tamaa uliovikwa koti la uhalisia. Wote tuna rafiki wa aina hii. Ukimpa wazo kubwa la kibiashara au maisha, haraka sana anatafuta sababu 100 kwa nini hilo wazo halitafanya kazi. Atakwambia, sio kwamba na kukatisha tamaa, lakini inabidi tuwe realistic au tuangalie uhalisia. Hiyo biashara watu wengi wamefeli. Sikiliza kwa makini. Kuna tofauti kubwa kati ya rafiki anayekupa tahadhari na mtu anayekatisha tamaa. Rafiki wa kweli atakwambia changamoto, lakini akishamaliza atakwambia, lakini tukifanya hivi na hivi tutatoboa. Mtu anayetaka ufeli anaishia kwenye tatizo tu. Anatumia neno uhalisia kuhalalisha hofu yake ya kukuona wewe ukifanikiwa na kumwacha. Ishara ya 4, wanakupa msaada wa kukufanya uendelee kuwa chini yao. Hii inahitaji akili sana kuigundua. Kuna watu wanapenda sana uwe na shida ili waweze kukusaidia na kujiona wao ni miungu watu kwako. Mtu huyu yupo tayari kukupa 10,000 ya kula kila siku unapokuwa huna kazi, lakini siku ukimwambia nipe mtaji wa 100,000 nianze biashara nisikuombe tena, atapiga chenga. Atakwambia hana. Kwa nini? Kwa sababu anapenda ile hali ya wewe kuwa chini yake. Anapenda ule unyonge wako. Kukupa mtaji maana yake ni kukupa uhuru. Na akiwa na chuki ya chini chini na wewe, hataki uwe huru. Anataka uendelee kuwa tegemezi ili aweze kukukontrol na kujisikia vizuri kuhusu maisha yake. Ishara ya 4, ushindani wa siri. Wakati wewe unamchukulia kama rafiki, yeye anakuona kama mshindani wake. Hii utaigundua vipi? Ukipata kitu kipya na yeye anataka kipya, na kama inawezekana kile kinachozidi chako. Ukinunua simu ya kawaida, baada ya wiki 2 utamwona amekopa pesa ili anunue simu kubwa zaidi yako. Ukipata cheti cha kozi fulani, ghafla na yeye anatafuta kozi ya kufanya. Rafiki wa kweli anajua kila mtu ana saa na wakati wake wa kufanikiwa. Lakini mtu anayesubiri ufeli anaamini mafanikio yako ni tishio kwa heshima yake. Anashindana na wewe kwenye mambo ambayo wewe hata huyapi kipaumbele. Kuwa makini sana na watu wanaoiga kila hatua yako kwa lengo la kutaka kuonekana wapo juu yako. Ishara ya 5, wanakusifia kwa mambo yasiyo na msingi ili upoteze focus. Hii ni mbinu ya kisaikolojia inayotumiwa na watu hatari sana. Wataanza kukusifia kwa vitu ambavyo havina mchango kwenye ndoto zako. Kama wewe ni mwanafunzi au mjasiriamali unayepambana kutengeneza maisha, watakusifia namna unavyojua kunywa pombe, namna unavyojua kuvaa nguo za gharama au kupata wanawake au wanaume wengi. Oya, wewe ndio mwamba, hakuna anayekuweza mjini hapa. Lengo lao ni nini? Wanakupa dopamine, homoni ya furaha ya uongo. Wanataka akili yako iwe busy kutafuta sifa za mtaani ambazo hazina faida, huku ukiacha kufanya yale mambo ya msingi yatakayokupa mafanikio ya kweli.
Siku ukija kushtuka, umepoteza muda, umepoteza pesa, na wao watakuwa wa kwanza kukucheka. Ishara ya 6: tabasamu la plastiki na furaha ya siri unapokosea. Hapa ndipo nilipokuambia utashangaa, kwa sababu hii ni ishara ambayo mwili wa binadamu hauwezi kuificha. Kwenye saikolojia tunaita micro expressions au schadenfreude, kufurahia maumivu ya mwingine. Siku ukipata tatizo, kwa mfano umefukuzwa kazi au biashara imekufa, huyu mtu atakuja kukupa pole. Lakini ukimwangalia usoni wakati anakuuliza, "Imekuwaje bro?" utaona kuna tabasamu dogo sana ambalo anajaribu kulificha kwenye kona za midomo yake. Macho yake yanang'aa kwa furaha ya siri. Atakwambia, "Pole sana, ndio maisha," lakini ndani ya nafsi yake anasherehekea. Na utaona mabadiliko haya. Ataanza kukutafuta sana na kukuulizia ili azidi kupata stori za kuanguka kwako. Sio kwamba anakujali, anatafuta burudani kwenye maumivu yako. Ukiona ishara hii, kimbia na usimgeukie nyuma. Ishara namba 7: wanakutenga na watu wanaoweza kukusaidia. Mtu anayetaka ufeli anajua siri moja: ukizungukwa na watu sahihi utatoboa. Hivyo basi, mbinu yake ni kuvunja madaraja yako ya mafanikio. Ukipata rafiki mpya ambaye amepiga hatua au mfanyibiashara mkubwa anayekupa michongo, huyu rafiki yako wa zamani ataanza kumpiga majungu. Atakwambia, "Yule jamaa hafai, ni mchawi au anadharau sana, usimkaribie." Kumbe sio kweli. Lengo lake ni kukuwekea ukuta. Hataki upate mwanga mpya. Anataka ubaki kwenye kundi lenu lile lile ambalo wote mnapiga mark time, hamuendelei. Mtu anayekupenda atakuunganisha na watu wenye fursa, hata kutenganisha nao. Ishara ya 8: wanaona fursa ndani yako lakini hawakupi nafasi. Hii ndiyo ishara ya mwisho na inaua ndoto za wengi sana kimya kimya. Mtu yupo ofisini, anajua kabisa bosi wake anatafuta mtu mwenye ujuzi wa graphic design au uhasibu, na anajua kabisa wewe rafiki yako unasota mtaani na una huo ujuzi. Lakini kamwe hawezi kutaja jina lako. Atapendekeza watu wengine au atakaa kimya kabisa fursa ipite. Wakati huo huo, mkikutana jioni, atakununulia bia au soda na kukwambia, "Mambo yatakuwa safi tu, vumilia." Huu ni unafiki wa kiwango cha almi. Watu wa aina hii wanaogopa kitu moja. Wanaogopa siku moja wewe ukiwa bosi wao au ukifanikiwa kuwazidi. Wanaona ni bora uendelee kuteseka mtaani ili wao waendelee kuonekana mabosi mbele yako. Kuna msemo unasema, sio kila anayekupigia makofi anafurahia ushindi wako. Ukweli ni kwamba huwezi kuwabadilisha watu wa roho mbaya, lakini unaweza kubadilisha watu unaowaruhusu kwenye maisha yako. Linda ndoto zako, linda akili yako. Sio kila mipango yako inabidi umwambie kila mtu. Jifunze kufanya mambo yako kwa ukimya na wacha matokeo yafanye kelele. Kati ya hizi ishara 8, ni ipi umewahi kukutana nayo kwa rafiki yako au mtu wako wa karibu? Dondosha komenti yako hapo chini, tupiane uzoefu. Kama video hii imekufumbua macho, gusa like na usisahau kusubscribe na kugusa kengele. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video inayofuata. Peace.